Karibu Tuzo Online. Tumewaita hapa kwa ajili ya kuzungumzia machache ambayo yanahusiana na fainali ya kombe la shirikisho, fainali ya mkondo wa pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Fainali ambayo itakwenda kuamua hatma nani awe bingwa mpya wa Afrika kwa msimu wa 2024-2025, ambapo kiuhalisia ukiangalia vizuri kabisa unamuona Simba Sports Club akiwa ndio huyo bingwa wa Afrika msimu huu. Mechi yetu itakuwa ni tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 na mchezo utapigwa katika uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar. Na kikosi kinataraji kuondoka kesho kuelekea visiwani Zanzibar, kwa maana kikosi cha Simba kinataraji kuondoka kesho kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuanza mazoezi na maandalizi kuelekea mchezo huo. Toka timu ikapata mapumziko ya siku mbili, kwa maana Jumapili tuliorejea na jana Jumatatu. Leo Jumanne kikosi kinarejea mazoezini na kuingia moja kwa moja kambini katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena kwa ajili ya programu hiyo, na tutaondoka kwa pamoja kesho kuelekea Zanzibar kwenda kuanza kambi yetu ya maandalizi kuelekea katika mechi yetu. Inachezwa katika uwanja wa Amani, na hii ni moja kati ya habari kubwa sana ambayo imetikisa Afrika kama si dunia kwa ujumla, baada ya mchezo kuhamishwa kutoka uwanja Benjamin Mkapa kwenda uwanja wa Amani. Wengi wetu wa Tanzania, wa Afrika na wanasimba kwa ujumla tulitegemea, tulidhani, tulitaraji na tulijiandaa na uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini isiyokuwa kawaida, mechi hii imepangiwa uwanja mwingine, uwanja wa Amani. Tunafahamu ya kwamba taarifa za mechi yetu kupelekwa uwanja wa Amani ni taarifa ambazo zimemhuzunisha kila mwana Simba, ni taarifa ambazo zimemshtua kila mwana Simba, ni taarifa ambazo zimemtia unyonge kila mwana Simba. Lakini hatuna budi kukubaliana na mabadiliko haya, hatuna budi kuheshimu maamuzi haya, na hatuna budi kuyafuata maamuzi yaliyofanywa na wenye mpira wao, kwa maana ya shirikisho la kandanda barani Afrika, CAF. Sote wana Simba tungependa kuona mechi hii inachezwa katika uwanja tuliouzoea, katika uwanja tunaoupenda, katika uwanja mkubwa zaidi, uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini katika hali isiyokuwa kawaida, mechi hii imepelekwa katika uwanja wa Amani. Sasa lazima tuoneshe tofauti ya sisi Simba Sports Club na vilabu vingine ambavyo huwa haviheshimu mamlaka. Wakibadilishiwa ratiba ya mchezo wanaanza kung'aka. Sisi Simba Sports Club lazima tuoneshe level kubwa ya professionalism. Tayari mabadiliko yamefanyika, hatuna budi kuishi kwenye mabadiliko hayo. Tayari ratiba imeshatangazwa, hatuna budi kuanza maandalizi kuelekea kwenye mabadiliko haya. Na maandalizi tunayoyafanya hapa ni maandalizi ya kuelekea uwanja wa Amani. Ndugu zangu wana Simba na Watanzania kwa ujumla, ieleweke wazi ya kwamba tukiwa nchini Morocco tulipokea taarifa ya mabadiliko ya uwanja, ya kwamba mechi itachezwa katika uwanja wa Amani. Uongozi wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania pamoja na serikali kupitia Wizara ya Habari, tukaanza mapambano ya kuhakikisha kwamba mechi hii inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mapambano yalikuwa ni makubwa mno, mapambano ya ushawishi, mapambano ya kuomba na mapambano ya kuwasilisha hoja za msingi
yalikuwa ni makali vibaya vibaya. Tuliwasilisha kila hoja ambao tuliona inastahili kuwasilishwa kwenye mamlaka za CAF. Tulipeleka kila ombi ambalo tunaamini linapaswa kupelekwa CAF, na tulifanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba mechi inabaki Benjamin Mkapa. Baada ya kufanya yote hayo, juhudi zetu na jitihada zetu zikagonga mwamba na msimamo wa CAF ukabaki ya kwamba mechi inakwenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Ziko fikra nyingi za watu ya kwamba pengine ni figisu, pengine mnyama anataka kunyongwa, pengine kuna uhuni unafanyika. Zote hizo zinabaki kuwa ni dhana. Hakuna mwenye uhakika zaidi kwa nini CAF wamefikia maamuzi haya. Lakini msingi wa CAF kufanya maamuzi haya ni kutokuwa na uhakika na ubora wa uwanja Benjamin Mkapa. CAF bado wanayo kumbukumbu ya namna ambavyo uwanja Benjamin Mkapa uliharibika kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali. Na kumbuka hii ni hatua ya finali ambayo CAF wanaamini ya kwamba dunia nzima inautazama huu mchezo. Kwa hiyo hawataki kuchukua riski ya kuipeleka mechi Benjamin Mkapa alafu yakatokea kama yalotokea kwenye mechi ya robo finali. Kwanza itakuwa ni kuitukanisha Simba yenyewe ya kwamba ina uwanja mbaya. Pili ni kuitukanisha Tanzania ya kwamba ina uwanja mbaya. Tatu ni kuitukanisha Afrika yenyewe na mpira wake ya kwamba mechi kubwa ya finali imechezwa kwenye uwanja mbaya. Kwa fakta zote hizo ndipo ambapo CAF wakafikia hii, wacha ikachezwe kwenye uwanja ambao tuna uhakika nao hauwezi kuharibika, uwanja wa Amani. Hayo ndiyo maamuzi na hiyo ndio fikra ya CAF. Kwa hiyo baada wao kufanya tathmini hiyo na kujiridhisha kwamba Benjamin Mkapa haiko tayari kwa ajili ya finali, wakaamua kuipeleka mechi Amani. Na sisi kama Simba Sports Club hatuna budi kukubali ukweli huo, na sasa nguvu yetu yote inaelekea uwanja wa Amani. Wapo wanaofikiri kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza Zanzibar, ama wanaofikiri kwamba Simba hatuwezi kupata matokeo katika uwanja wa Amani. Kila mtu ana fikra zake, lakini sababu ya msingi ya kiutawala ambayo ilitufanya sisi tupiganie kucheza uwanja Benjamin Mkapa ni kutokana na ukweli ya kwamba hili ni tukio kubwa mno la kimpira barani Afrika. Hii ni jambo la kihistoria kwa Simba Sports Club. Tunaamini ya kwamba kila mwana Simba alikuwa na kiu na shauku na hamu ya kuja kushuhudia huu mchezo katika mchezo huu wa finali. Na kwa mantiki hiyo tulitegemea kuona watu wengi zaidi wakija Benjamin Mkapa waje wauone huu mchezo. Na hilo linathibitika na ukweli ya kwamba punde tu mara baada ya kutangaza kuanza kuuza tiketi, kasi ya manunuzi ya tiketi ilionekana kwa muda wa siku 2-3. Haijawahi kutokea Tanzania, wala Simba Sports Club hatujawahi kuwa na rekodi kama hiyo ya kuuza tiketi nyingi ndani ya muda mfupi. Hii ni ishara ya kwamba watu wengi walikuwa na shauku ya kuja kuutazama huu mchezo. Mimi bahati nzuri na rekodi nzuri ya mikoa ambayo huwa inakuja kila mechi. Lakini safari hii kuna mikoa ambayo nimeiona inakuja kwenye mchezo huu, nikasema huu mchezo sio wa kawaida. Kama mpaka mkoa huu wanatoa usafiri na kuja Benjamin Mkapa, ni ishara kwamba watu wengi wanataka kuishuhudia hii finali. Hiyo ndio sababu pekee ya msingi ambao sisi tulitaka mechi ichezwe Benjamin Mkapa ili watu 60,000 waje waishuhudie mechi hii. Lakini sababu nyingine ambayo hatukutaka mechi kwenda Zanzibar ni kutokana na ukweli ya kwamba shabiki ameshalipa nauli yake ya 100,000 kutoka Mwanza.
Akifika Dar es Salaam achukue tiketi nyingine ya 35,000 kwenda Zanzibar, kwenda na kurudi 70,000. Yani nauli peke yake kwa shabiki huyu ni 170,000, ukijumlisha na tiketi ya kuingilia uwanjani 180,000. Kulala Zanzibar, maana yake kwa shabiki wa kawaida tu ambaye anahitaji kuiona hii fainali, kwa wale ambao wanatoka mikoani, asiwe na chini ya 300,000. Sisi viongozi wa Simba tukasema huu ni mzigo mzito kweli kweli kwa mashabiki wetu. Acha tupambanie mechi ichezwe Dar es Salaam, ili wa mikoani atakayelipa nauli yake kutoka mikoani akifika Dar es Salaam anakuwa amefika, anaingia uwanjani, mechi inaisha, anarudi nyumbani kwao. Lakini kwa Zanzibar gharama inakuwa kubwa mno kwa watu wetu, na sisi tumewekeza mioyo yetu kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo tulipambana kwa nguvu yote kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanapata unafuu wa kuishuhudia hii mechi. Na kwa Dar es Salaam mechi ikiisha hata saa 2 saa 3, mnaweza mkaingia kwenye kosta yenu mkageuza mkoani kwenu. Kwa Zanzibar lazima mlale. Gharama ni kubwa kweli kweli. Ndio maana tukawekeza nguvu kubwa kupambana mechi iwe Dar es Salaam. Lakini tumeshindwa. Mechi sasa imepelekwa Amani. Baada ya mechi kupelekwa Amani, sisi kama timu kubwa tunapaswa kufanya kitu gani? Ni kufanya maandalizi kuelekea Amani. Muda tena wa kuomboleza, muda tena wa kusema pambaneni tubaki Benjamin Mkapa, muda wa kuendelea kupambana kubaki Benjamin Mkapa umeshakwisha. Muda uliobaki sasa ni muda wa maandalizi kwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Hiko ndicho ambacho kiko mbele yetu sisi wana Simba. Lazima tukubali huo ukweli na tuanze maandalizi. Na kwa nini tuanze maandalizi? Kwa sababu lengo letu linabaki lile lile, ya kwamba tunataka ubingwa wa Afrika. Hakuna mtu atatuelewa tukikosa ubingwa wa Afrika kwa sababu eti tumecheza uwanja wa Amani na sio uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakuna mtu atatuelewa. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba tunapaswa kuanza maandalizi hivi sasa. Tunapaswa kuanza mapambano hivi sasa. Tunapaswa kuanza harakati za ushindi hivi sasa. Twende tukamtapishi RS Berkane goli 2 ambazo ametangulia nyumbani kwako. Hilo ndio jambo la msingi mno kwetu hivi sasa, na sio harakati tena za kupigania uwanja. Sasa hivi ni harakati za kupigania ubingwa. Nitoe rai, nitoe wito, nitoe ombi na nitoe amri vile vile kwa mashabiki wa Simba, kuanzia hivi sasa kwenye matawi yetu, kwenye magrupu yetu, kwenye vijiwe vyetu, popote pale ambapo wana Simba tunakutana, mazungumzo ni namna gani tunachukua ubingwa huu wa Afrika, na wala sio kunungunika mechi imepelekwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ni uwanja wetu, uwanja wa Amani ni nyumbani kwetu, ni uwanja ambao unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika msimu huu. Uwanja wa Amani ndio ambao umetupeleka fainali ya kombe la shirikisho baada ya miaka mingi kupita, na uwanja huu wa Amani unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa mikakati yetu, mipango yetu, maandalizi yetu ni namna gani mnyama anakwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Na Simba hii tumeshapata matokeo mazuri Angola. Simba hii tumepata matokeo mazuri Libya. Simba hii tumepata matokeo mazuri Tunisia. Na Simba hii haishindwi kupata matokeo mazuri Amani Zanzibar. Tuna uwezo, tuna ubora na tuna kila sababu ya kupata matokeo mazuri na kuchukua ubingwa Afrika pale pale visiwani Zanzibar. Uwanja usiwe kikwazo na wala usiwe kisingizio. Sisi
tuna timu bora mno, tuna wachezaji wazuri mno, tuna benchi la ufundi lenye wataalamu wengi na bora kweli kweli, wana uwezo wa kutupa matokeo mazuri katika uwanja wowote ule. Tulikuwa wachache mno Tripoli, Libya, Simba ikafanikiwa kuchukua sare mbele ya mashabiki 50,000 wa Al Ahly Tripoli. Tulikuwa wenyewe Stade Rennes Tunisia, Simba kashinda bao 1-0. Tulikuwa wenyewe pale Luanda Angola, Simba anachukua sare ya bao 1-1, anaondoka na alama 1, tunakwenda kuongoza kundi. Hatuwezi kushindwa Simba hii mbele ya mashabiki wetu 15,000. Tukashindwa kupata matokeo ya ushindi pale, tukachukua ubingwa, Afrika ikafurahi. Ndugu zangu wana Simba, bao 2 ambazo ametangulia RS Berkane kwetu ziwe kama kichocheo za kutuongezea nguvu kwenda kufanya ukatili zaidi. Na msimu huu kila timu ambayo ilitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tulimfunga. CS Constantine alitufunga nyumbani kwake bao 2-0, Benjamin Mkapa akafa bao 2-0. Hiyo ndio Simba Sports Club. Al Masry alitufunga nyumbani kwao bao 2-0, akaja Benjamin Mkapa akapasuka kwa penati. Hiyo ndio Simba Sports Club. Kila ambaye alitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tumemfunga. Na hata RS Berkane ametufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu Tanzania tutamfunga. Na hili yeye mwenyewe analifahamu. Wakati tunacheza kwenye group stage msimu wa mwaka juzi, kombe hili la shirikisho, alitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tutamfunga. Ameshatufunga nyumbani kwake, amemaliza mechi yake. Sasa tumebakisha mechi yetu sisi wana Simba. Twendeni tukamfunge Berkane, na inawezekana sana kwa aina timu ambayo tuko nayo. Ndugu zangu wana, itakuwa ni fedheha isiyokuwa na kifani. Kombe liko katika ardhi ya nyumbani kwetu, alafu kombe hili likaondoka na mgeni. Hili ni katika jambo ambalo wana Simba litatuumiza miaka na mikaka. Kama ambavyo tumeumia miaka yote kutoka mwaka 93, kombe limeondoka uwanja wa Taifa, hivi sasa uwanja Uhuru likaenda Ivory Coast. Tumebaki na maumivu kwa miaka 32. Ndivyo hivyo tutakavyoumia tena kombe likiondoka Tanzania safari hii na kwenda Morocco. Tuna kila sababu, tuna kila nguvu, tuna kila uwezo wa kulibakisha kombe hili nyumbani kwetu Tanzania. Na kombe halibaki kwa maneno. Kombe la Afrika linabaki kwa commitment ya 100% kutoka kwenye kila eneo. Mashabiki, fanyeni kazi yenu kwa 100%. Wachezaji, wafanye kazi zao kwa 100%. Benchi na viongozi, components zote hizo zikishirikiana kwa ufasaha, mnyama anachukua ubingwa Afrika msimu huu ndugu zanguni, na kila Mwafrika atafurahia mafanikio hayo.